Kuna tukio moja la kutisha lililojiri majuzi ambalo kwa upande mmoja linathibitisha jinsi gani serikali ya Samia Suluhu Hassan inavyohangaika kuwawinda raia wasio na hatia kwa lengo la kuwadhuru. Lakini kwa upande mwingine, tukio hili ni fundisho muhimu sana kwako unayesikiliza, kwa sababu maisha ya kila Mtanzania sasa hivi yapo hatarini, isipokuwa kwa hao watekaji. Kwa hiyo kuna mengi ambayo utajifunza katika tukio hili muhimu, hasa kutokana na maisha ya Watanzania mbalimbali mtandaoni, ambapo hawa watekaji wamekuwa wakitumia watu kwa ajili ya kuwaingiza mkenge ili hatimaye waweze kutekwa. Sasa wengi wenu mtakumbuka kwamba Januari ya mwaka huu 2026 mwanaharakati maarufu wa Tanzania ambaye ana makazi yake nchini Kenya, Mshabaha, huyu ni mmoja wa wasaidizi wa karibu wa mwanaharakati mwingine maarufu Maria Sarungi. Sasa huyu bwana Mshabaha alinusurika katika jaribio kubwa la utekaji ambalo lilitokea nchini Kenya. Sasa wengi walifahamu baadhi ya majina waliohusika. Kuna mtu anaitwa Msuya ambaye taarifa zake ziliwekwa kwenye mitandao ya kijamii, lakini kisichofahamika na ambacho kimefahamika sasa juzi ni uhusika wa mtu mmoja maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii. Mtu huyu anaitwa Fortunatus Buyobe. Ni muhimu kusisitiza kwamba hizi ni tuhuma, hazijathibitishwa. Jasusi TV hajaweza kuzithibitisha kama zina ukweli au la, lakini ni maelezo ambayo kwa hakika, kwa jinsi tu mkasa mzima ulivyotokea, inaweza kuwa na msaada mkubwa sana kwako msikilizaji, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinatoa mwangaza wa jinsi gani labda kuna mtu anajaribu kukuzoea, labda kuna mtu anakuuliza maswali fulani, na hapo ikakufungua macho kwamba huenda huyu mtu ana dhamira mbaya. Kwa hiyo Januari hiyo ya 2020, kabla ya kutokea hili tukio la utekaji dhidi ya Mshabaha, huyu Buyobe aliwasiliana na Hilda Newton. Hilda ni mwanaharakati maarufu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Kwa hiyo Buyobe alifanya mawasiliano na Hilda na akamueleza kwamba anapitia changamoto. Sasa ili kuelewa hali ilivyo, ni kwamba yeye Buyobe mwenyewe alikuwa ni mhanga wa tukio la utekaji. Alitekwa na watu wa Mafuele, na wanaharakati mbalimbali ikiwa pamoja na Hilda walipiga kelele sana mtandaoni, na hatimaye ikafahamika kwamba Buyobe ameachiwa. Endapo ilikuwa ni kweli au la, ni mapema mno kusema lolote, lakini katika maongezi yake na Hilda, Buyobe alimshukuru Hilda kwa kelele walizopiga hadi kuachiwa huru. Hata hivyo, alieleza kwamba bado anafuatwa, anawindwa na watu wa Mafuele, na kwamba alikuwa na mpango wa kuondoka Tanzania aende nje ya nchi, na akamwomba Hilda amsaidie kama anafahamu taasisi yote ambayo inaweza kumwezesha kutoka Tanzania. Hilda akamwambia kwamba yeye hafahamu taasisi ambayo inaweza kuwa na msaada huo. Lakini katika maongezi haya ikafanikiwa huyu Buyobe kuweza kuwasiliana na Mshabaha. Kwa hiyo wakawa wamejenga mawasiliano. Hatimaye Buyobe alifanikiwa kwenda Nairobi, na alipofika Nairobi aliwasiliana tena na Hilda. Akataka kukutana naye, lakini Hilda alikataa kwa sababu za kiusalama. Baada ya kushindwa kukutana na Hilda, Buyobe alimpigia simu Twaha Mwaipaya. Mnamfahamu Twaha, huyu ni mwanaharakati maarufu. Lakini Twaha alipopigiwa simu na Buyobe, aliwasiliana na Hilda kumuuliza kama anamfahamu Buyobe, na Hilda alimwambia kwamba anamfahamu kwa kumuona tu mtandaoni, lakini sio mtu ambaye wanafahamiana kwa karibu. Kwa hiyo Twaha akaamua kutokutana na Buyobe. Baada ya kushindwa kukutana na Twaha, Buyobe akampigia simu Sativa. Huyu ni mwanaharakati mwingine naye yuko huko Kenya, lakini ikashindikana kukutana naye. Kwa hiyo hapa katika mlolongo ni kwamba Buyobe alijaribu kukutana na Hilda, ikashindikana, akajaribu kukutana na Sativa, ikashindikana, akajaribu kukutana na Twaha Mwaipaya, ikashindikana. Hata hivyo alifanikiwa kukutana na Mshabaha, na kwa hakika hili ilikuwa ni kosa na likapelekea matatizo makubwa. Kwa hiyo pamoja na hayo yaliyojiri, kukawa na mawasiliano kati ya Mshabaha pamoja na Buyobe, lakini baadaye Buyobe alieleza kwamba kuna rafiki yake ambaye amekuja Kenya kutoka nchini Tanzania, na huyu mtu aliyekuja kutoka Kenya ni mwanachama, ni kiongozi wa Chadema, naye amekimbia kutoka Tanzania kutokana na mambo ya utekaji, na mtu huyo anaitwa Aidan Msuya. Unaona, kwa hiyo akamtambulisha kwa Aidan Msuya kwamba kwanza ni rafiki yake wa muda mwingi. Yani Buyobe huyo ndio anamtambulisha kwamba huyo Msuya ni rafiki yake wa muda mrefu, na kwamba alikuwa diwani wa Chadema Ubungo. Na akaeleza kwamba pia licha ya haya akadai kwamba katika shughuli pilika za siasa
huyu Msuya alishawahi kutoka na Hilda Newton, kwa hiyo ni kama boyfriend wake kinamna fulani. Kwa hiyo hili la boyfriend, kwamba Msuya ni boyfriend wa Hilda, lilitumika kwa lengo la kumjengea imani Mshabaha kwamba huyu ni mtu wa karibu. Kwanza ni mwanachama wa Chadema, lakini ni boyfriend wa Hilda. Kwa hiyo ikawa na vitu kama hivyo. Sasa baadaye huyu Buyobe akamwambia Mshabaha kwamba anataka kumkutanisha na Msuya, kwamba kuna ni mgeni ambaye amekuja pale, kwa hiyo anataka wakutane. Kwa hiyo kweli Buyobe alifanikiwa kumkutanisha Msuya pamoja na Mshabaha, na lakini ombi kwa vile maelezo yalikuwa ni kwamba huyu Msuya ni boyfriend wa Hilda. Kwa hiyo Mshabaha akasema kwamba itabidi amfahamishe Hilda kwamba boyfriend wake yuko hapa, lakini huyu Msuya akakataa. Akamwambia bwana, yeye ameondoka huko Mafuele, amefunga akaunti zake za benki, kwa hiyo hakuja na pesa za kutosha. Sasa akikutana na girlfriend wake bila kumpa kitu chochote, pesa matumizi, inaweza kuwa sio kitu kizuri. Kwa hiyo akamuomba asimfahamishe Hilda kuhusu hili, na hili lilikuwa kosa, kwa sababu laita angemfahamisha Hilda kuhusu hili, ingeweza kufahamika kwamba huyu mtu ni nani, kwa sababu Hilda alikuwa hamjui. Hizi taarifa alizotoa Buyobe kwamba huyu ni boyfriend huyu Msuya ni boyfriend wa Hilda hazikuwa za kweli. Kwa hiyo zikapita siku 2-3 na walisema sasa Msuya huyu jamaa aliokuja kutoka Tanzania pamoja na Buyobe wakatoa wazo kwamba wanataka kufanya mafunzo kwa ajili ya wanaharakati walioko Tanzania. Yani walikuwa wanataka kukutana na Maria Sarungi, wanataka kukutana na Hilda, wanataka kukutana na Toha Moipaya, wanataka kukutana na Sativa na wengineo waliopo huko. Lakini Mshabaha alikataa wazo hili, akasema kutokana na sababu za kiusalama hili litakuwa sio wazo zuri. Lakini kuna mtu mwingine tena kaingia hapa, anaitwa Azizi. Na huyu alikuwa anakuja mara kwa mara na alikuwa analala hapo sehemu ambayo yupo anakaa Buyobe pamoja na huyo Msuya. Na Mshabaha bado alikuwa anaenda kumtembelea Buyobe kwa sababu Buyobe alieleza kwamba afya yake ilikuwa sio imara kutokana na changamoto alizozipata alipokamatwa na Mafuele. Sasa asubuhi ya siku ya tukio huyu Buyobe pamoja na Msuya walimshawishi Mshabaha kwenda kumtembelea mzee mmoja mwanaharakati ambaye walimuonyesha Mshabaha picha za huyo mzee, wakasema ni muhimu kwa sababu ana uzoefu na masuala ya harakati, kwa hiyo itakuwa ni vema kwenda kujifunza kwake. Kwa hiyo walikutana sehemu, lakini Buyobe hakuwepo katika hii safari. Kwa hiyo safari iliandaliwa lakini Buyobe hakwenda. Kwa hiyo alikuwepo tu Msuya, alikuwepo Azizi pamoja na Mshabaha na watu wengine wa Kenya. Kwa hiyo kwa mujibu wa maelezo ni kwamba walipokutana hiyo sehemu walipata gari la kukodi la Msuya ambao walikuwepo Mshabaha, Azizi na huyo Msuya na Wakenya wawili ambao Mshabaha alikuwa hawajui. Kwa hiyo akasimama kwa petrol station, wakajaza mafuta, safari ikaanza. Lakini baada ya muda mfupi Msuya aliomba kushuka, akasema anataka kwenda kujisaidia haja ndogo. Aliposhuka tu driver akakanyaga gari mwendo wa kasi, na ghafla Mshabaha akaona anakabiliwa na Azizi pamoja na hao wa Kenya ambao walikuwa wanajaribu kumkaba na kujaribu kumnywesha kitu ambayo inadhaniwa kwamba ni sumu au ni dawa ya kumlevya, na pia walikuwa wanajaribu kumchoma sindano. Kwa hiyo kukawa na mtafaruku na lakini hatimaye alifanikiwa kufungua mlango wa mbele, akaukanyaga usijifunge, akapambana. Na bahati nzuri wananchi wakaona hilo tukio linavyotokea, kwa hiyo wakapiga simu polisi, na wale watu walikuwa wanajaribu kumteka pia Mshabaha akaanguka kutoka kwenye gari, yani akajirusha kutoka kwenye gari, na hiyo ndio ilikuwa salama yake. Wale jamaa walijaribu kukimbia, lakini polisi wakaja wakawadaka, na mpaka inavyoelezwa ni kwamba hawa sasa hao watu waliokuwepo, hao waliojaribu kumteka Mshabaha wapo nchini Kenya ambapo wanakabiliwa na kesi hiyo ya utekaji, na kesi inaendelea mahakama. Lakini kumbuke kwamba Msuya aliteremka kusema kwamba anaenda kujisaidia haja ndogo na akapotea, kwa hiyo ye hakukamatwa. Kwa hiyo baada ya tukio hilo Mshabaha alitoka hospitali na akamueleza Hilda, kwa sababu alipeleka hospitali akapewa matibabu, na akamueleza Hilda kuhusu kilichotokea, na akamuonyesha picha ya Msuya kwamba huyu alikuwa ni mmoja wa watu walioshiriki katika jaribio la kumteka. Hilda akasema hamjui huyu mtu, kwa hiyo inamaanisha kwamba Buyobe alitoa taarifa za uongo kwa Mshabaha kwamba Msuya ni boyfriend wa Hilda. Na Mshabaha na Hilda akashangaa kwa sababu Mshabaha akashangaa kwa sababu Buyobe alimwaminisha kwamba Msuya ni mpenzi wa Hilda. Hilda akampigia simu Buyobe, lakini Buyobe akajitetea kwamba yeye alikuwa hajui ukweli, hizo ni habari tu alizopewa na Msuya, lakini hakuwa na uhakika kama ni kweli au la. Baadaye tena Hilda akaweka picha ya Msuya mtandaoni na watu wakaanza kutoa taarifa, wakasema wanamuelewa,
lakini pia ikafahamika kwamba Msuya na Buyobe ni marafiki wa zamani tangu Buyobe alipokuwa akifanya kazi TANROADS. Baadaye Buyobe alirudi Tanzania, licha ya kudai kwamba maisha yake yako hatarini. Kumbuka kwamba yeye alitekwa na akasema kwamba sababu moja aliwasiliana na Hilda ilikuwa ni kujaribu kukimbia Tanzania kwa sababu wakina Mafueli wanamfuatilia. Sasa amekwenda Kenya, lakini baadaye tena karudi Tanzania kuendelea na maisha yake. Sasa siku aliyokwenda kuripoti kituo cha polisi, mambo mapya yalibainika. Wakati alipokuwa polisi, baada ya uwepo pale polisi, kuna taarifa ambazo zikapatikana pale, na taarifa hizo zilikuwa wale polisi waliokuwepo pale waliwauliza, kwa maana kulikuwa na wanachadema wako pale. Kwa hiyo wale wanachadema waliulizwa, je, mnamfahamu huyu mtu? Na katika maelezo yaliyojitokeza pale ikaelezwa kwamba huyu bwana ni mtu ambaye ana mahusiano na idara ya usalama wa taifa, na ikadaiwa kwamba katika kupitia simu yake ilionekana kwamba anawasiliana na mtu mmoja anaitwa Tobias Mwesiga. Huyu ni mtu hatari sana, ameshiriki kwenye utekaji wa watu wengi, ameshiriki kwenye mauaji ya watu wengi, alikuwa ni mkuu wa dawati la siasa kwenye idara ya usalama wa taifa. Bila shaka mtakuwa mmemuona picha zake kwenye mitandao ya kijamii. Kuna picha ambayo imekuwa ikitrend sana, amevaa uniform za CCM kwa sababu aliwahi kutaka kugombea ubunge sehemu fulani. Huyu mtu ameshiriki katika maovu makubwa sana. Sasa huyu ni mtu wa karibu sana wa Buyobe. Kwa kufupisha, majuzi Buyobe alifanya Twitter Space. Twitter Space wengine pengine mtakuwa mnafahamu ni kitu ambacho watu wanakaa naongea kuhusu mambo mbalimbali. Kwa hiyo ni audio inafanyika kule Twitter. Na katika maelezo yake alikiri kwamba yeye na huyu Mwesiga wanafahamiana kwa muda mrefu, na akadai kwamba kutokana na kufahamiana kwake na Mwesiga alitolewa katika nafasi yake huko TIS kutokana na kufahamiana huko na Mwesiga. Sasa katika mazingira ya kawaida huwezi kufahamiana na mtu mkubwa kama huyu pasipo kuwa na mambo fulani ambayo yanaendelea chini, lakini hiyo ni mada ya wakati mwingine. Sasa kwa hiyo tukio hili la Nairobi halikuwa jaribio la kawaida ya utekaji, ilikuwa ni operation iliyoundwa kwa makini kwa lengo la kukusanya wanaharakati na kuwateka. Na kwa hakika mchango wa Buyobe kwa mujibu wa maelezo ilikuwa ni mkubwa sana katika tukio hili. Sasa nini unachoweza kujifunza katika hili? Moja la muhimu sana ni hawa watu mnaokutana nao mitandaoni. Hiki ni kipindi hatari sana. Kuna maelezo haya yaliyotolewa na Hilda kuhusiana na Buyobe, watu wengi wanapinga, wanasema hapana, nyinyi mnamzushia tu, huyu mtu hawezi kufanya kitu hiki. Kwa nini? Kwa sababu amekuwa anaandika makala ambazo zinavutia watu. Kwa hiyo ni rahisi kumwamini mtu katika namna fulani. Haimaanishi kwamba kila kilichosemwa kuhusu yeye ni cha kweli. Jasusi TV haijaingiza kufanya uchunguzi wa kudhibiti, lakini kuna ushahidi wa kimazingira ambao kwa hakika unaacha maswali yasiyojibiwa. Kwa hiyo la muhimu sana ambao unaweza kujifunza kutokana na tukio hili la kutisha ni kuwa makini katika mitandao. Ni rahisi sana kumwamini mtu anapojiportray kama labda mtu wa namna fulani, wanafanya vitu fulani akakuvutia. Ni muhimu usimwamini mtu yoyote. Hali ni mbaya, watu wanatekwa, watu wanabakwa, watu wanalawitiwa, watu wanateswa, watu wanauawa. Je, una maoni gani kuhusiana na story? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.